Sasa nyakati zetu kumekuweko uongo mwingi mno katika maisha ya mahusiano na maisha ya ndoa. Uongo mwingi mno. Kwa sisi wanawake, mara kwa mara watu wamedanganya kuhusu mali zao. Mara moja nimekutana na mwanaume ambaye anasema alikuwa analipia kodi ya nyumba kwenye nyumba ambayo bila yeye kujua hiyo nyumba ni ya mke wake. Mwanaume anafanya kazi, mwanamke anafanya kazi, wameoana wote tayari wako kazini, kumbe mwanamke alijenga nyumba. Hiyo nyumba ndio kafanya mme wake amepanga kwenye hiyo nyumba, kamwambia mme wake mimi nitatafuta nyumba nzuri. Akamwambia nimepata nyumba, andikisha mikataba kila kitu, account anatumia ya rafiki yake. Mwanaume analipia kodi, mwanaume ameishi kwenye hiyo nyumba analipia kodi miaka zaidi ya 2 mitatu. Mpaka wana mtoto. Lakini kumbe mwanamke nyumba ile ni ya kwake. Mwanaume alipokuja kugundua ilikuwa ni kitu kibaya sana. It was a heartbreak kwa Kiingereza wanasema. Ni kitu kilikuwa kimemuumiza sana yule mwanaume. Na hata alipata ugumu wa kuweza kumwamini tena huyo mke wake. Kwa hiyo uongo umekuwa mwingi. Uongo kwa habari ya ratiba zetu na muda wetu. Nimeamua kupitia sehemu fulani, lakini nasema niko kazini leo, tumechelewa kutoka. Uongo tumeona kama ni kitu cha kawaida, lakini wakati mwingine tumesema uongo kwa kuwa tunataka kufanya usaliti. Tunasafiri kikazi. Kumbe hakuna safari ya kikazi wala nini. Mtu yuko hapa mjini kazungukia tuko na fulani. Yuko na mtu mwingine. Lakini nimesema mimi kwa neema ya Mungu huwa nafundisha zaidi wanawake wenzangu. Jambo hili hata kwa wanaume. Na yamkini hata sisi ambao tunaiamini Biblia, tunaliamini neno la Mungu. Lakini wale tunaomwamini Mungu kwa dini zetu mbalimbali, hakuna dini inayomfundisha mtu kutenda uovu. Haiko dini inayomfundisha mtu awe muongo. Neno la Mungu pia linatuambia nini? Katika ile Injili ya Yohane sura ya 8 mstari wa 44, Injili ya Yohane sura ya 8 mstari wa 44, anatuambia ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzifanya, kwa kuwa yeye ni muongo na baba wa huo. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzifanya. Tamaa za baba yenu. Mara kwa mara tunapojikuta tuko kwenye uongo, huwa kuna hali fulani ya ubinafsi iko pale ndani ambayo inaongozwa zaidi na tamaa katika miili yetu. Kuna ubinafsi ndio unatupelekea kusema uongo kuhusu pesa zetu, kuhusu mali zetu, kuhusu muda wetu. Hata pale ambapo ninasema uongo, kumbe ninakokwenda na kwenda kumsaliti mume wangu na mwanaume mwingine, au kumsaliti mke wangu na mwanamke mwingine. Kwa wewe mwanaume, mara nyingi huwa ni ubinafsi umetangulia pale. Tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzifanya. Sasa leo nimekuletea hili somo lenye swali. Wewe uongo ni baba yako? Kama umekuwa na uongo, hebu chukua hatua ya kutoka hapo, kwa kuwa wewe unaweza unijibu nikikuuliza, je, uongo ni baba yako? Je, shetani ni baba yako? Je, Ibilisi ni baba yako? Unaweza ukanipa jibu kwamba hapana, hiyo haiwezekani. Mimi ni Mkristo, ninasali kila Jumapili, niko kanisani, ninasali nyumbani na familia yangu. Unaweza ukazungumza maneno mengi. Au mimi ni Muislamu, ninafuata imani yangu, ninafunga Ramadhani, ninaswali swala 5. Lakini kama wewe ni muongo, leo katika neno la Mungu hili kwenye Biblia, na hasa wewe unaiamini Biblia, kama nilivyosema, wako Waislamu wanaiamini Biblia, hasa vitabu vya Taurati vile vya mwanzoni. Kama nilivyosema, wako Wabudha wanaiamini Biblia, niliokutana nao wengi wanaipenda Zaburi. Kama unaliamini neno la Mungu, Biblia linasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, kwa maana yeye ni muongo na baba wa huo. Na kutia moyo uache uongo, mtu wa Mungu. Kwa habari ya mali, sasa hivi serikali yetu hapa Tanzania imefanya kitu kizuri, kwamba mnaweza mkaandikisha nyumba zikawa na majina mawili. Maana ninafahamu watu ambao wameumizwa sana na wanaume, wakatafuta mali pamoja, zikaandikwa jina la mwanaume, lakini mwanaume akishapata zile mali anaenda kutafuta mtu wa kufurahia naye zile mali. Manake yule aliyekuwa naye katika kutafuta zile mali kashamuona amechoka, amezeeka. Kitu ambacho ni kibaya sana. Na kama wewe ni mwanaume unafuatana nami mwenye tabia kama hizo, hiyo ni laana mbaya sana ya duniani na mbinguni, ambayo haitakuacha salama. Hebu chukua hatua upate kumrudia Mungu. Lakini sisi ambao tumekuwa tukipata shida kwamba sasa nimeona wengine wakiumizwa, inakuwaje mali zangu? Serikali inaruhusu, andikeni majina mawili. Ni nyumba yako mlizotafuta ukiwa ndani ya ndoa na mume wako, andikeni majina mawili. Andika jina la mke kamili na jina la mume kamili. Ile nyumba inakuwa ya kwenu wote, sio rahisi ukafikishwa mahali pabaya. Na kama mlitafuta wote alafu wewe unataka
hicho kitu kiwe na kufaidia wewe peke yako, ndio yale yale kwamba tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda, na tamaa za baba yenu, baba ni Ibilisi. Hata tunapoongozwa na tamaa, baba yetu anakuwa ni Ibilisi, kitu ambacho ni lazima tukishinde, tuondoke huko. Sisi ni watu wa Mungu, sisi ni watoto wa Mungu, sio watoto wa Ibilisi. Chukua hatua, mtu wa Mungu, acha uongo. Kama ulikuwa na mali kabla ya kufunga ndoa, mweleze mume wako, mweleze mke wako kwamba nilikuwa na mali hii na hii na hii, na kama ni mpango wako kwamba ile mali iwe pembeni, basi hiyo wekeni pembeni, mtatafuta pamoja za kwenu za familia. Ile kama unaweka pembeni, weke pembeni, lakini maisha ambayo ni transparent, Kiingereza wanasema maisha yaliyonyooka, masafi, ndio maisha yanayopendeza. Mara nyingi nimezungumza na watu waliopitia changamoto kwenye ndoa zao, na wakati mwingine bahati mbaya kuishia kwenye separation au kwenye talaka kabisa. Mara nyingi nimezungumza nao, wananiambia no one gets married to be divorced. Lakini leo ninachokuletea kinakupa hint. Inawezekana haujafikiria kwamba kuna siku utakuja kuolewa ili baadaye uje uachike, hata wewe ambaye bado hujaingia kwenye ndoa. Lakini Waingereza wanasema failing to plan is planning to fail. Failing to plan is planning to fail. Kama hujakipanga chochote, ila tu kwenye mawazo yako unawaza mimi ninaolewa, siolewi ili kuachika, lakini hujapanga chochote, unaweza ukaishia kwenye kuachika bila wewe kupanga chochote. Yaani unajikuta tu umeshaachika, uelewi nini kimetokea. Kwa hiyo leo ninakupa hii mbinu. Neno la Mungu linasema pasipo maono watu huacha kujizuia. Leo hii ninakupa hii mbinu kwamba angalia unachokizingatia, unachokitazama na unachokisema, kwa sababu haya ndiyo yatatengeneza maisha yako yaweje. Kama nilivyosema, kama wewe ni mtu ambaye tayari uko kwenye ndoa na kila mara unazingatia makosa ya mume wako. Mume wako ni mwanadamu, katika ubinadamu wake atakuwa na mema na atakuwa na mabaya. Na wewe kama unafuatana nami, lakini kwenye akili yako unawaza na kuamini kabisa kwamba huyu mwalimu anasema tu, lakini mume wangu mimi hana jema lolote. Kama unanifuatilia hapa na hicho ndicho unachowaza, mimi naomba nikutie moyo siku ya leo kwamba Mungu alimuumba kila mwanadamu kwa sura na mfano wake. Kwa hiyo kila mwanadamu ameumbiwa sura na mfano wa Mungu ndani yake. Sio rahisi kwamba hana jema lolote. Mtu wa hivyo, mimi naamini Mungu bado hajamuumba. Yako mema ndani yake.